unapozungumzia swala la tehama ama ICT, ni vigumu sana kukimbia kwenye usalama mtandao. Ndio kuna ule msemo unasema you can't speak ICT absent cyber security. Kwa hiyo hivi vitu vinakuwa kama vinaenda pamoja. Ukuaji wa teknolojia wa kasi unachagiza ukuaji wa uhalifu mtandao kwa kasi. Kwa hiyo ndio maana ukimsikiliza pia mkurugenzi, na wewe umesema vizuri hapo, miongoni mwa vitu ambavyo vitajadiliwa kwa kirefu sana ni masuala haya ya usalama mtandao. Kwa hiyo jinsi gani tupate mtandao ulio salama, jinsi gani changamoto hizi za kihalifu mtandao tunaweza kuzikabili kama bara, jinsi gani dunia au bara kwa ujumla wake tunaweza kubaini na kuongeza mashirikiano juu ya teknolojia inavyokuwa na aina mpya za uhalifu mtandao zinavyokuwa, kwa pamoja tuweze kuzikabili na kuzitafutia suluhu ambayo itaweza kuwa ni ya kudumu. Kwa hiyo vitu kama namna hiyo ndio vikubwa ambavyo nafikiri tutakuja kujadili sana kwenye mkutano huu, na ni moja ya upande ambapo tumekuwa nafikiri kuna session nyingi sana za mambo ya usalama mitandao na akili unde kuliko session nyingine tofauti. Kwa hiyo na sisi kama ilivyo kawaida ni kwamba tunatamani, na hii katika ngazi zote ya bara na kidunia, tunatamani kwamba kila nchi iweze kuwa na uwezo wa kuvumilia changamoto za kihalifu mtandao ili watu wake waweze kuwa na mitandao salama pasi na tashwishi yote. Maana yake unapokuwa na uhalifu mtandao kwenye taifa, maana yake watu wanaweza kukosa huduma moja. Lakini namba mbili, inawezekana masuala ya udukuzi, watu wakaweza kuingiliwa faragha zao. Lakini vile vile unaweza kukutana na vitu vya upotevu wa fedha, unaweza kukutana na masuala ya udhalilishaji, cyberbullying, unaweza kukutana na mambo mengi tofauti. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kwa kila namna kuhakikisha kwamba hizi changamoto zote zinazoletwa na ukuaji mkubwa wa teknolojia, makata tuweze kurudi nyuma, lazima tuende mbele. Teknolojia tuendelee kutumia kwa kasi. Basi tunakuja na suluhu ya ukuaji mkubwa vile vile uhalifu mtandao, ili tuweze kutumia mitandao hii katika hali iliyo nzuri. Nitaka kuuliza hapa kwenye cyberbullying. Tumekuwa tunaona baadhi ya matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yanaondoa utu na thamani za watu kupitia mitandao. Lakini mwisho wa siku unaona watu wanatag tu pale, sijui nini wanaishia hapo. Lakini mwisho wa siku huwa hatupati labda feedback, labda hii imeshughulikiwa hivi, labda kwa baadhi ya matukio au pengine kama hilo nini mnaliona na mmejipanga vipi kukabiliana na hizo ambazo zinatokea leo, unakuta ukadhalilishwa hivi mtandaoni, ukasemwa hivi, kimeandikwa hiki, pengine wakati mwingine mpaka viongozi wakubwa nje. Nashukuru sana, swali zuri sana. Kimsingi ni kwamba, na mara zote hili nimekuwa nikilizungumza, hakuna mtu anaweza kuchukuliwa hatua kama hakuna aliyeripoti kufuatilia utaratibu mahususi wa kuripoti matukio haya. Nini namaanisha? Ni sasa na wewe sasa hivi mtu akakuibia simu yako, ukaenda dukani ukanunua nyingine ukaendelea kutumia simu, hakuna jambo litakalotokea. Achana mambo ya kuibia simu, labda mtu amemuumiza mtu ama akamjeruhi ama akamuua kabisa, alafu basi kanyamaza, mkaendelea, mkamzika, mkaendelea na shughuli za kawaida, nothing will happen. Lakini ukitoka ukaenda kufungua mashtaka, nafikiri mnaonaga unapewa rabii, unapewa mpelelezi wako, unapewa nini, katika hii hali ya kawaida physical world hii, the same hicho kinatakiwa kifanyike. Jua kwamba kuna sasa hivi kuna masuala hayo ya AI, artificial intelligence ama akili unde, ambayo inaweza ikachagiza sana machafuzi. Unayaona watu wanatengenezwa klipu, amezungumza swala hili, anaenda kuambiwa amezungumza lile, mwingine amevuliwa nguo, mwingine anachezeshwa muziki, mwingine anaweza hata akafanyishwa kitu ambacho hakieleweki na hayuko hausiki. Haya yote tukienda tukayafanyia kazi na tukachukua hatua stahiki, naamini kwamba elimu itaeleweka na watu wataanza kubadilika, na sisi wenyewe tunaendelea kufanya kuna elimu ya sasa na halafu ambazo zinatolewa hapa na pale kwenye masuala ya awareness. Tukiendelea kuweka nguvu hapo, basi naamini watu wetu watakuwa na elimu ya kutosha na mambo yataenda yakibadilika. Mihayo, naomba univumilie dakika 2, lakini Haris Kapiga yuko hapa tayari kwa ajili ya chakula cha kihabari. Kabla tujaja kwako Haris, naomba mkurugenzi pamoja na Bwana Yusuf mmalizie kwa kuambia watazamaji kongamano ni lini na ushiriki, pengine mtu ambaye anataka kushiriki vigezo vikoje. Karibuni.
Asante sana. Kongamano letu linaanza tarehe 29 mpaka 31 mwezi wa 5, lakini tarehe 29 ni sehemu maalum kwa ajili ya vijana na kuna kipindi cha wabunge. Lakini pia tunawahamasisha watu waje siku hiyo kwa ajili ya kujiandikisha, wale ambao kupata kujiandikisha, lakini wale ambao walishajiandikisha waje kuchukua badge tarehe 29. Tarehe 30 asubuhi saa 2 tunaanza. Kutakuwa na kipindi cha kwanza kabisa saa 2 kamili asubuhi cha Kiliunde, lakini saa 4 ndio ufunguzi wenyewe, anafungua Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Atakapo pale atafungua saa 4. Baada ya kipindi akimaliza kufungua, kutakuwa na kipindi maalum cha mawaziri. Tunaambia kuna mawaziri wa Afrika watakuwepo, watajadili sasa masuala mbalimbali ya uchumi wa kidijitali. Alafu baada hapo tutaendelea vipindi vingine. Kama alivyosema mwenzangu, kesho yake tutakuwa na vipindi vingine ikiwa pamoja na hicho cha Kiliunde, jinsi Tanzania tulivyojiandaa. Kuna masuala ya mashirikiano. Watu wakienda kwenye website ya www.igf.africa wanaweza kuona ratiba nzima. Lakini tarehe 30 watu wasikose, na tarehe 31 ni siku muhimu sana kwa ajili ya mkutano huo. Okay, itakuwa ni wapi? Mahali itakuwa ni kituo chetu cha mikutano cha Mwalimu Julius Nyerere Convention Center pale JNCC hapa Dar es Salaam. Okay. Yeah. Umesema ni kuanzia asubuhi saa 3. Ni kuanzia asubuhi saa 2. Okay. Watu kufika kujiandikisha na nini, lakini ufunguzi utaanza saa 4 kamili. Na hii ni kwa wote ambao wamejisajili. Ni kwa wote waliojisajili, na ambaye hajapata nafasi ya kujisajili anaweza kafika siku ya Ijumaa akaangalia, maana sio wote waliojisajili watakuja. Kwa hiyo inawezekana kwa kuna plus and minus. Kwa mtu mwingine akaja akajisajili akapata nafasi. Bwana Yusuf, cha kujazia hapo sekunde chache? Cha kujazia sekunde chache ni kwamba huu mkutano ni muhimu sana kwa bara. Ni mkutano ambao ni kwa mara ya kwanza tumeweza kuhosti kama nchi, na tutakuwa na mijadala mingi ambayo kwa sasa ndio tunaita trending. Mitatu ambayo nataka kuitaja kwa haraka. Tutakuwa na mjadala huo usalama mitandao, tutakuwa na mjadala huo wa Kiliunde na artificial intelligence, lakini vile vile tutakuwa na mjadala mahususi wa jinsi gani tutaimarisha mashirikiano kama Afrika, tutoke na sauti moja kwenye masuala mbalimbali ili tuweze kupiga hatua kama bara katika masuala haya ya teknolojia. Shukrani sana. Tumekuwa na mkurugenzi wa miundombinu ya TEHAMA Mr. Leo Magomba, lakini pia tumekuwa na Bwana Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, na hii ni kuelekea mkutano mkubwa ambao tutauhosti hapa Tanzania wa IGF utakaofanyika JNICC tarehe 29, 30 na 31 mwezi wa 5. Haris Kapiga ndo mpishi mkuu wa chakula cha kihabari na yuko hapa tayari. Rada inafuata kupitia Central ya Clouds TV. Asante sana kwa kuja jamani. Asante sana. Bye.